Wanasema kwani kuna taarifa gani huko? Wanasema kwani kuna habari gani huko? Mbona kuna trendi kwenye mitandao ya kijamii? Bwana, baki nasi mwanzo mpaka mwisho ili uweze kupata moja habari kubwa ambazo zinazidi kujiri kwenye mitandao ya kijamii kuelekea dirisha kubwa la usajili, kuelekea kwenye dirisha la kiangazi la usajili. Hapa ndipo sehemu sahihi ya kupata updates na habari mbalimbali za kimichezo na burudani, lakini pia tetesi za usajili ambazo zinazidi kujina kushika kasi sana kwenye mitandao ya kijamii. Kabla ya yote, unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali sana ya kijamii ikiwepo Instagram, Twitter au X, Facebook, Threads, TikTok kwa jina la Beatus Emmanuel _TZ. Karibu kwenye tetesi za usajili, na moja ya usajili mkubwa ambao hivi sasa unaimbwa, moja ya sajili kubwa ambazo hivi sasa zinaimbwa kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba usajili nambari moja ni kwamba Young Africans wapo kwenye mazungumzo na Mohamed Bajaba anayekipiga kwenye klabu ya Kenya Police. Bajaba alianza soka kwenye academy ya Sheffield mtaa wa Parklands kabla ya kufanyiwa majaribio na klabu ya Midtjylland nchini Denmark mwaka 2021. Mwaka wa 2022 Bajaba alijiunga na klabu ya Nairobi City Stars ya Kenya kabla ya kujiunga na Kenya Police Januari 2025. Huyu ndiye mchezaji ambaye anatajwa kutikisa mitandao ya kijamii, ukiachana wachezaji ambao wengine nitakuja kuongelea hapo mbeleni. Ni kwamba Bajaba mchezaji ambaye anawindwa na vilabu mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Azam FC wametuma ofa kubwa kweli ya milioni 900 za kunasa saini ya mchezaji huyo, lakini pia wameweza kuweka mshahara mara mbili ya ule ambao analipwa kwenye kikosi hicho cha Kenya Police ambaye anashiriki ligi kuu ya Kenya. Lakini pia huyu ni mchezaji ambaye anawindwa na kikosi cha Mnyama Simba Sport Club ili aweze kutua kunako klabu ya Mnyama Simba Sport Club. Lakini mambo yanazidi kuwa ni mazito kwa sababu Young Africans wameweka kigingi kizito kweli, wameweka msumari mzito kweli wa kunasa saini ya mambo huyo Mohamed Bajaba kuhakikisha anakuja kutua katika kikosi cha Young Africans kunako msimu mpya 2025-2026. Huu ni usajili nambari moja ambao unatajwa kutua katika kikosi cha Young Africans kunako msimu ujao wa 2025-2026. Ni mchezaji gani mwingine ambaye anafuata ambaye anakuja kutua katika kikosi cha Young Africans? Ni mchezaji gani ambaye hivi sasa anaimbwa kwenye mitandao ya kijamii kunako kikosi cha Young Africans? Ni huyu hapa. Ni kwamba taarifa kutoka nchini Burundi zinasema Young Africans wapo hatua za mwisho kabisa kumalizana na winga wa nchi hiyo Jean-Claude Girumugisha ambaye anakipiga katika klabu ya Al Hilal Omdurman ya Sudani ambayo inashiriki ligi kuu ya Mauritania inayonolewa na kocha mkuu ambaye anaitwa Frontin Ebenge. Winga huyo amewavutia vigogo hao wa soka nchini Tanzania kupitia mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, michuano ya kimataifa barani Afrika. Rais wa Young Africans Engineer Hersi Said kuna siku kadhaa hakuwepo nchini Tanzania, bali hakuwepo nchini Tanzania. Anatajwa kwamba kuwa wachezaji kadhaa anaenda kufanya nao mazungumzo kwenye kipindi hiki ambapo ligi ilikuwa imesimama, kipindi hicho ligi ambapo ilikuwa imesimama, au sio bwana? Huyu Jean-Claude Girumugisha ndiye mchezaji ambaye nambari 2 ambaye anatajwa kuja kuchukua na kuja kuwa mrithi wa Kennedy Musonda, baada ya kutaja moja taarifa ambazo zinatajwa kwamba Kennedy Musonda ataondoka kunako klabu ya wananchi Young Africans baada ya msimu huu kumalizika, ataondoka, na moja mrithi ambaye anatajwa ni huyu hapa ambaye anaitwa Jean-Claude Girumugisha, raia wa Burundi, au sio bwana? Hizi ni moja habari kubwa ambazo zinazidi kujiri kwenye mitandao ya kijamii, na huu ndio usajili nambari 2 ambao Young Africans wanataka kuufanya
kuelekea dirisha kubwa la usajili, kuelekea dirisha la kiangazi la usajili, kuhakikisha wanaongeza nguvu kubwa, kuhakikisha wanaongeza mashine ambazo ni hatari kweli kweli. Na moja maneno ambayo aliweza kuyazungumza rais wa Young Africans, aliweza kuzungumza kwamba atahakikisha msimu ujao 2025-26 anawasajili ambao ni anawasajili wachezaji ambao ni wazuri, anaongeza nguvu kubwa na anaweza anafanya vizuri katika michuano ya kimataifa, michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kutokana na msimu huu kutokufanya vizuri na kuweza kuishia hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League. Huyu ni Jean-Claude Girumugisha, kuhakikisha anatua katika kikosi au kunako kikosi cha wananchi Young Africans. Na Simba Sport Club nao walihusishwa kuhitaji huduma yake, lakini pia Azam nao walihusishwa kuhitaji huduma yake, lakini kwa taarifa ambazo zimeweza kutufikia ni kwamba Young Africans tayari wamemsaini mchezaji huyu amesaini mkataba wa awali wa kukitumikia kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans kuelekea msimu ujao wa 2025-2026. Usajili mwingine ambao watu ni kama hawaamini hivi, watu ni kama hawaelewi hivi, je, mwamba huyo atatua kunako kikosi cha Young Africans? Ukweli wote na taarifa zote ni hivi kwamba aliyekuwa beki wa mnyama Simba Sport Club beki kisiki wa kimataifa kutoka DRC ya Congo, Enock Inonga Baka Varane atarudi nchini Tanzania mwishoni mwa msimu huu na kujiunga na Young Africans kwa mkataba wa miaka miwili. Narudia tena, beki wa Simba aliyekuwa beki wa Simba Sport Club Enock Inonga Baka Varane kutoka DRC ya Congo, mwishoni mwa msimu huu atajiunga na kikosi cha Young Africans kwa mkataba wa miaka miwili. Enock Inonga ambaye kwa sasa anakipiga kunako klabu ya FAR Rabat ya Morocco na ni mchezaji wa timu ya taifa ya DRC ya Congo, anaripotiwa kuwa kwenye mazungumzo mazuri sana na uongozi wa Young Africans. Iwapo dili hili litakamilika, basi Enock Inonga Baka Varane atarejea tena nchini Tanzania. Safari hii atawasili uzuri na uzi wa kijani na njano kwenye kikosi kwenye jeshi la wananchi Dar es Salaam Young Africans kwenye msimu mpya wa 2025-2026. Nikwambia tu kwamba kabla ya kutua kwenye kikosi cha mnyama Simba Sport Club, Enock Inonga Baka Varane aliwahi kuhusishwa na kikosi cha Young Africans. Na moja taarifa kubwa zaidi ni kwamba rasmi Young Africans wameweza kuingilia kati tena, wameweza kuongeza nguvu kubwa kweli kuhakikisha wananasa huduma ya Faisal Salum Fetoto Abdalla. Jioni ya leo usiku wa jana, uongozi wa Young Africans wamefanya mazungumzo tena kwa mara nyingine na wawakilishi wa kiungo huyo wa Azam FC ili kumshawishi arejee tena Jangwani. Chanzo changu kinasema kwamba kimeniambia kwamba ofa ya Young Africans, yani pesa ya usajili, ni kubwa sana kuliko ya mnyama Simba Sport Club. Mwishoni mwa msimu huu Young Africans wanatarajia kumuuza Stefan Aziz Ki, lakini bado Pacome Zouzoua hajasaini mkataba mpya, hivyo Young Africans wamemuona Faisal kama mbadala sahihi wa kuja kuziba pengo la Stefan Aziz Ki. Mpaka hivi sasa Faisal ana ofa 3 Simba Sport Club, lakini pia Azam nao wanapambana kuhakikisha wanaongeza mkataba, mega offer kutoka Young Africans, na wameweza kumaidi kwamba kama akikubali kusaini mkataba, basi Young Africans itampa pesa nzuri ambayo ni milioni 750 na mshahara wa milioni 34, lakini pia na kumjengea nyumba katika kunako kiwanja chake cha Dodoma, nyumba bora sana ya kifahari. Hiyo ni moja habari kubwa ambayo imetokea kwenye mitandao ya kijamii kuelekea msimu wa usajili wa dirisha kubwa la usajili kwenye dirisha la kiangazi, lakini pia usiache kutufuatilia na kusubscribe, kushare pia na kucomment kwenye channel yako pendwa kabisa ya BR TV. Hapa ndipo sehemu sahihi ya kupata habari sahihi.